thoughts of rejection. Isaiah chapter 61 verse 1 to 3. Mizizi ya kukataliwa. Isaiah chapter 61. Biblia inasema ya kwamba mstari wa kwanza na mpaka wa 3, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wenu, kuwafariji wote waliao, kuangazia hao waliao katika Zayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezi, mavazi ya sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Bwana asifiwe. Hawa watu wote ambao wametajwa katika sehemu hiyo ya Biblia ndio ambao tunasoma kuwahusu rejected children of God. Biblia inasema ya kwamba waliovunjika moyo, waliokataliwa, waliofungwa, wote hao. Kuna vifungo vya aina nyingi ambazo huwa hatuelewi kama ni vifungo. Vifungo vingi. Wakati mwingi tunaponena kuhusu kukataliwa, watu wengi hatujui kukataliwa inamaanisha nini, rejection. Wakati mtoto anazaliwa bila mpango, huwa amekataliwa jambo la kwanza na baba yake. Popote mtoto anazaliwa bila mpango. Na unajua watoto wengi wanazaliwa bila kuwa na mpango wa mama na baba. Unakuta ya kwamba mama ni kujikuta amejikuta ako na mtoto, lakini hakukuwa na mpango. Huyo mtoto, mtu wa kwanza kumkataa duniani anakuwa mzazi wa baba. Hivi ukiwa mtu mzima hivyo, baba yako akwambie, na nimekwambia hapa hakuna kitu ambacho utarithi. Unajua kuna wengine wanaambia watoto, nimejioga hivi, nimejioga mikono, wewe sio wangu. Ukiambiwa hivyo na mzazi, itabidi usikie vibaya. Kama ushaambiwa hivyo, hata unaweza kosa baraka katika maisha yako. Hata unaweza tafuta wazee wakupeleke huko kwa mzazi ili muweze kuelewana. Na unasikia ukiwa kwa upweke mwingi sana ukiwa umeambiwa na mzazi, uende kabisa na usiniite mzazi tena. Wakati wowote mtoto anazaliwa bila mpango. Kuna wakati Mwenyezi Mungu aliniambia kwa sauti, mtumishi wangu, wakati mtoto anazaliwa bila kuwa na mpango, ujue mtu wa kwanza kumkataa ni baba. Kwa sababu hata baba hana shughuli na ametoka hapo, hana shughuli. Kwa hivyo mtu wa kwanza kusema huyo mtoto akataliwe duniani ni yule mwenye kumleta. Kwa hivyo mashida nyingi ambayo tunayavuna tukiwa hapa juu, huwa hatufikiri yametoka mbali. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba watu kama unakuta ya kwamba ukiwa mtu mzima hakuna kitu kinakukubali wewe kufurahi, ni shida. Wewe kuketi chini hivi usocialize na watu hata kama ni wa familia, inakuwa doa
Ndoa ni kama kitu ambacho umenunua cha kukusumbua, hauna furaha dakika hata moja. Hiyo ndio tunaita rejection. Hauwezi jua ukiwa mtoto, inakuja ikiwa juu. Hata kuna watu ambao wengi tumekutana na wao, mwingine unakuta ni pastor, anahudumu mahali kama hapa, lakini ile rejection iko na huyo mtu. Ile ukimkosea tu kidogo, useme neno tu kidogo, asikie hivi, atakudharau milele na milele na milele, kwa sababu ndani yake kuna kamzizi kakukataliwa na ni mtu wa Mungu. Rejection ni kitu hatari sana. Rejection ni kitu hatari. Kwa hivyo tunaangalia zile baadhi ya mambo ambayo yanaleta kukataliwa katika maisha ya watu. Tulikuwa tumeangalia kadhaa. Siku ya leo nataka tuanzie penye tulifika, tuone baadhi ya mambo kadhaa. Na tafadhali ukipelekana na mimi utasikia kwamba kuna mambo mengi utayaelewa. Siku ya leo tunaangalia, tunaanzia na kusema ya kwamba being an adopted child. Being an adopted child. Adopted child is always a rejected child. Mtoto wa kulelewa. Wa kulelewa. Sio wewe umemzaa, lakini ni kupatiwa, umepatiwa, ama mtoto amekuwa forced akae na watu wengine, maybe relatives, wamlee. Hallelujah. Hawa watoto wanakuwa na feelings ya kuwa abandoned. Ndio mtoto unaweza kumchukua na umpelekee watu wengine, labda wa relative, wamlee na alelewe. Ndio unaweza nunua mtoto na ukuje na ule. Tunasema mtoto wa kulea. Huyo mtoto ndani yake kunakuwa na uoga. Wakati atakomaa, akomae kabisa. Ni vizuri kujua mambo haya kama uko na mtoto unalea ama umelea. Huyo mtoto akikomaa atakuwa na feelings za kuona ya kwamba ni kama amekuwa abandoned, ni kama mtu ameachiliwa. Jambo la kwanza, yale matunda ambayo huyo mtoto atakuwa akizaa ni kuogopa. Hata kama mnafanya kazi na yeye, hata kama ni kwa boma yake, anaogopa asiwe rejected. Yaani ako na fear imejaa ndani yake. Ako na uoga ati ya kwamba asiachwe. Anaona kama kwamba anaweza achwa, anaweza achiliwa. Yani ndani yake kuna mzizi wa uoga. Kuna mzizi wa uoga ndani yake. Na sio uoga wa kawaida. Sio uoga ambao ni wa kuogopa pale nje ati usikutane na mnyama. Ni uoga fulani ambao uta affect relationship. Uoga uta affect relationship. Mtoto wa kuadapt, ndani yake kunakuwa hivyo. Usipodiru na mizizi kama hiyo, ni kweli hauwezi ona, kwa sababu sio kitu kiko nje. Lakini mwenye watakaa na huyo mtu katika ndani ya nyumba, ataelewa kwamba ndani ya huyu mtu kuna mzizi fulani wa uoga, fear. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Psalms 27, kwa sababu ya watu kama hao, Psalms 27 verse 10, watoto ambao wanaondokea wazazi mapema, labda mzazi anakufa, wanapatiana ili walelewe. Unajua kwamba mtu kama utakuwa na kamsizi fulani. Biblia inasema namna gani katika Psalms 27 verse 10? Ama kuna watoto wengine wanapelekwa boarding kitambo. Unakuta hawajakuwa na mzazi, amekuwa forced. Enda ukakae na watu wengine. Kwa hivyo wakati atakomaa, atakuwa na mzizi ndani yake ya uoga. Mkiwa kwa mkutano, unakuta ya kwamba anaogopa, msimkatai. Mkiwa mnaongea hapo, anafikiria kwamba mnaongea vile mtamreject. Hivyo unaanza kusema na huyu mtu anakuwa na mashida mengi. Na ni kwa sababu haujui mizizi ile iko ndani yake ya kukataliwa, alikataliwa.
anasikia akiwa abandoned. Haleluya. Ndiposa mashida mengi mnaweza yakuta na unashindwa namna, kwani huyu mtu tabia zake ni gani? Nilikuwa nimemwambia ninaenda kufika mahali pale, nimekuta amekasirika, nafikiria kwamba utamwacha. Hivyo watu kama hao ambao wakulea, mtoto wakulea. Psalms 27 verse 10 inasema ya kwamba, nasema hivi: When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana akanikaribisha kwake. Kuna watu wengi ambao wamelelewa na watu ambao sio wazazi wa kuwazaa, ni mzazi wa kumlea. Wacheni niwaambie, watu kama hao, shida ambazo zinakuwa na huyo mtu huwezi kuzijua, huwezi kuziona, lakini kitabia utakuta ya kwamba hamwezi ikiana na huyo mtu, ama ni mtu kila wakati inabidi umfariji umuthaithie shule goikaroke mumagiriria, kwa sababu kuna mzizi ambao uko ndani yake ya kujita. Unaweza kuta kitu kidogo kimemfanya aliye muda mrefu sana. Mnaweza kuja hapa kuworship, yeye ni kitu kadogo kako ndani yake, unafikiri analia kwa sababu ya vile Roho Mtakatifu ameshuka, lakini kwa sababu ndani yake kuna mzizi wa kukataliwa, kuwa abandoned. Tunaposoma mambo haya sasa, tutaweza kuona vizuri vile maisha ya watu inakuwa. Kwa hivyo wakati unachukua mtoto kumlea, ni vizuri kutegemea neno la Mwenyezi Mungu. Linasema ya kwamba hata kama Mungu ni Mungu wa watoto ambao wanalelewa bila kuwa na wazazi. Biblia inasema ya kwamba hata kama mama yangu na baba yangu waliniacha, Mungu wa mbinguni, Bwana atanikaribisha kwake. Kuna watu kama hao wanapolelewa ndani ya Mwenyezi Mungu, Mungu hujua kuwakaribisha. Wanapokaribishwa na Mwenyezi Mungu, huwa wanapona vidonda vyote. Number 6. Tunaangazia kuhusu mizizi ya rejection. Mizizi ya rejection. Inherited rejection. Hallelujah. Rejection issues pass through down from generation to generations. Alcoholism in families, family social status, financial bankruptcy from many generations. Mambo kama haya yote, sexual abuse carried down to next generation. Nakuta ya kwamba, sikizeni wapendwa, alcoholism in families, unakuta mtu anakunywa pombe sana kwa sababu ya kukataliwa. Kuna watu wengine kwa sababu ya rejection, unaweza ona mtu hataki kuoga. Kuna watu wengine wanalea manywele, unakuta kinywele kimefika huko na wanaanza kufuka rasta. Unafikiri ati ni kwa sababu ya kupenda. Hapana, ni kwa sababu ndani yake labda kuna mzizi, anaona ya kwamba mimi sifai kwa wale watu wanajiita ama wanajiona wakiwa perfectionist. Sitaki kujiona huko. Mimi sitaki kuhesabiwa na wale watu wanafaa masuti. Sitaki kuhesabiwa na watu kama hao. Mimi nastahili kukaa na watu ambao wanaonekana wakiwa watu wabaya. Rejection. Mimi natakikana nikae nikiwa kimtu kia kuogofia. Mshakutana na watu kama hao, madevu yako huko. Ya kinywele marasta yako huko. Watu kama hao ni kitu ambacho labda kimerithiwa kutoka bali. Unaona mtu ya kwamba kwa sababu ya rejection, yeye hupenda kukula ama kukunywa vitu ambazo ni za kuharibu mwili, ulevi. Hilo jambo huwa linakuwa inherited kutoka bali. Hallelujah. Family social status. Unaweza kuta ya kwamba katika jamii
watu wote ambao wakiolewa katika hiyo familia, unakuta ya kwamba mambo ya kushirikiana ni gumu. Ukipiga simu kwa your aunt, anakuambia hey, hapa hatuwezi, hapa usipiga simu, hapa hatusikizani na huyu mzee. Kwa nyanya yako unasikia ni hivyo hivyo, kwa dada yako unasikia ni hivyo hivyo, kwa sister yako unasikia ni hivyo hivyo. Hakuna watu wamekaa starehe, hakuna watu wanaweza socialize vizuri. Hicho ni kitu kinaridhiwa kutoka mbali. Tafadhali vizuri tusikie haya, ni rejection. Unaweza kuta mtu ameolewa ndoa mzuri, lakini mwezi huu ukiisha hakuna peace, hawatasikizana tena. Kama kuna watu wanakuwa maadui, ni hao. Ni kitu kinakuwa kimekuwa inherited kutoka huko nyuma kwa vizazi. Bwana asifiwe. Sijui kama ushaikia pahali unakuta ya kwamba hata upelekee hawa watu nini, hata uwapelekee neno hawawezi sikizana. Na ni mme na ni mke, hawawezi kamwe. Huyo mme hawezi fanya jambo lolote la kumfurahisha mkewe. Mke hawezi fanya jambo lolote la kumfurahisha mmewe, ni kujiforce. Hata kama atafanya ni kujiforce kwa sababu anaishi huko. Ni kujiforce maisha yaendelee. Haleluya. Hicho ni kitu kinakuwa kimetoka mbali. Ni rejection inakuwa imetoka mbali, inakuwa inherited. Bwana asifiwe. Unakuta ya kwamba katika jamii ni lazima kuwe na kudhulumiwa. Sikizeni hapo wapendwa. Ni lazima kuwe na kudhulumiwa kimapenzi. Unakuta ya kwamba ili nyanya azae baba yako alidhulumiwa kimapenzi, labda ilikuwa ni raping, ilikuwa ni kudhulumiwa kwa njia nyingine ama nyingine, labda alikuwa ameshikwa na watu wa familia, kijambo kama hicho. Unakuta ya kwamba katika lineage hiyo unakuta kuna watu wengi, ni lazima watoto wasichana wa huko wadhulumiwe kimapenzi. Watu wanafikiria ni kajabu tu kametokea. Acha nikwambie, rejection huwa inafuata watu. Kwanza hii tunaita sexual abuse, carried down to the next generation. Hiyo unakuta kuna watu wengi wamekuwa abused sexually. Yaani watoto wa huko wakikomaa, kama ni wasichana ama vijana, ni lazima wakuwe abused. Hata mtu anaweza jitoa kwao ajipeleke kwenye atadhulumiwa kimapenzi. Unakuta mtu akisema ni ataolewa, ni lazima awe amedhulumiwa, labda ameshikwa na kimtu pale kimemdhulumu kimapenzi. Mzazi katika shule alidhulumiwa na vijana wengi kimapenzi. Haleluya. Hiyo tu kudhulumiwa, just imagine, huwa inakuwa inherited kutoka huko. Rejection ni kitu kinakuwa inherited. Kwa hivyo tusipojua mambo kama haya, unakuta kwamba rejection iko na mizizi. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia wakati wote kunatokea jambo, ni vizuri kuangalia wakati tunasikia kwamba mtoto amedhulumiwa kimapenzi, amekuwa raped. Tunaanza kuangalia tu hapo. Sio vizuri kuangalia hapo. Nasikizeni wapendwa, ukikaa na wazazi chini uwaulize, na kuna jambo ishatokea kama hilo, utasikia akikwambia vizuri, akifunguka moyo, hata mimi nilidhulumiwa kimapenzi. Kwa nini mnalala? Unasikia akikwambia kwamba mkiendelea huko mbele mkute wazazi, utasikia hivyo, utasikia kuna story kama hizo. Hayo mambo ni Mwenyezi Mungu huwa anafungua. Usipofunguliwa hiyo sexual abuse,
utaiachia generations zako, utaiachia generation and generation, ipande huko mpaka kwa generation zingine. Haleluya. Hivyo unakuta watoto wako wa wasichana unawaacha wanakuwa kirara na brothers zao na sisters zao. Kudhurumiwa kimapenzi ni kitu kinakuwa inherited kama hujui. Na hicho ni kitu ambacho tunastahili kubreak sana hapa, kwa sababu kinaleta mambo makubwa sana katika jamii. Kinaleta, huo ni mlango unakuwa opened wa demons cooperate in your brother. Na ndiposa unaona watu wengine tukijaribu kuwafanya deliverance inachukua muda, kwa sababu kuna demons ziko ndani yake, especially kwa tumbo legally, kwa sababu zimekuja kwa njia ya sexual abuse. Na kwa sababu watu wengi hawataki kuongea, wanafikiria wakiongea ati ni kitu kubwa. Kitu kubwa namna gani? Si mimi ninafundisha hapa. Hawezi kukitangaza kila pahali, lakini unapofungua kinywa kwa yule mtu ambaye ni wa deliverance, hakuwa na haja asikie hivyo. Alikuwa na haja ajue kucommand hizo demons, kuzitaja. Nisikizeni wapendwa, siku ya leo ukiibiwa karamu hapo, karamu iibiwe, na hujui ni nani ameiba karamu, hawezi kuitisha kwa ujasiri, kwa sababu hujui ni nani yako na karamu. Lakini ukijua karamu yako hapa imechukuliwa na Baba Kombe, katikati ya hawa watu wote, hautasumbuka Baba Kombe leta hiyo karamu, kwa sababu lakini kama hujui nani amechukua karamu, hata nikiwa nayo nitanyamaza tu hapa. Hiyo ndio ile kazi tunatufanyisha hapa, wakati tuna address demons bila kujua ni sipi. Demons nyingi ni za sexual abuse, zinakuwa inherited. Wakati unaachilia watoto wako, unakuta wanashirikiana, hiyo jambo litafikia huko. Hizo ni spirit ziko kwa damu. Wakati unasikia mtoto amekuwa raped, unafikiria hilo tu ni jambo dogo, kudhulumiwa kimapenzi. Mambo kama hayo. Bwana asifiwe. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Inherited rejection, unakuta ya kwamba katika hii hali ya kifedha, financial bankruptcy, unakuta watu wanazaliwa lakini hiyo familia haina chochote. Biblia inasema namna gani? Psalms 94 verse 14. Kuna jibu katika watu kama hao. Tusome please. Biblia inasema, kwa kuwa Bwana hata watupa watu wake, kwa kuwa Bwana hata watupa watu wake, wala hata uacha urithi wake, wala hata uacha urithi wake. Kwa kuwa Bwana hata watupa watu wake, wala hata uacha urithi wake. Mungu ndiye peke yake anayeweza kukukaribisha. Kama umezaliwa, sikizeni wapendwa, kama umezaliwa katika njia hiyo ya dhulma, kwa sababu kuna watu wamezaliwa hivyo. Unakuta mtu alikuwa mlevi pahali, mama akakuwa raped, akakuwa na mtoto. Kama wewe ni mtoto kama huyo, umezaliwa hivyo, wacha nikwambie na msikize vizuri. Ni vigumu sana wewe kusimama isipokuwa Mwenyezi Mungu aingilie kati, kwa sababu Mungu huwa anakubali watu kama hao. Mimi ninashaka sana kwa sababu ya watu kama hao huwa wamejawa na giza. Kumwambia keti mahali hapa asome kanisa kama hii ambayo iko na deliverance, hawezi kubali. Kuna mwingine alikuwa nimeletewa na mzazi wake, analeta mpaka mama yake ananiambia, sasa tutafanya namna gani ili akuje tu kanisa. Unakuta mtu yale matendo huyo msichana anatenda na anatendewa. Ni mambo ya kuchukisha. Sikizeni wapendwa, hili jambo la dhulma ya kimapenzi huwa inakukuta upende usipende, kama iko katika familia. Ogereria kuepuka no muthenya mwana ule ikora, unajikuta
Yes, umelelewa vizuri, lakini unajikuta kwa sababu kwa lineage yenu kuko na hii inheritance ya sexual abuse. Siku moja unajikuta unashindwa, na ni mimi nimejikuta kwa huu mtego, ni mimi nimefanyiwa hivyo. Ni wewe, kwa sababu ni kitu kinawida. Ni kitu kinawida familia, brand line. Ndiposa tunapojua hivyo, unajua kuaddress demons kama hizo. Factors in family home. Mambo katika boma ya familia ama katika familia. Dysfunctional family. Familia ambayo haifanyi kazi. Family itekagate. Dysfunctional family. Watu ambao wako na ulemavu. Inaleta rejection na inakuwa inherited. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa haya mambo. Vikiri ya wapenda todo. Roho Mudhuni ndio tutikete delivered. Unaweza tafuta jinsi ya kujazwa na Roho Mtakatifu katika nyumba ya Mungu, lakini kidogo nirudi nyuma kidogo. Ukiwa na hii spirit inakumonitor. Hii ya sexual abuse. Utajaribu kuombewa hapa. Ujaze na Roho Mtakatifu huwezi. Kwa sababu hiki ni kitu ambacho kiko katika damu. Biblia inasema ya kwamba mwenye amekuwa ameshikana na kahaba wamekuwa mwili moja. Kwa hivyo demons hizo ni kama zako, ni part of you. Part of your life. Kwa hivyo mambo mengine ni vizuri kuyaelewa vizuri sana. Yanakuwa inherited. Kwa ndiposa tunastahili tukilelewa vizuri, tukianza kujua hivi ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kunikataa. Watu wengine duniani wamenikataa. Nimekataliwa, nimewekwa katika lineage ya wale watu ambao ni lazima wadhulumiwe kimapenzi. Kuna watu wamewekwa katika hiyo lineage. Hata wakitoka katika nyumba ya Mungu wasipochungwa, wao wameoa, hawajaoa, wameolewa, hawajaolewa, wakikaa kidogo bila kujijua, wanakuwa hivi. Sexually abused. Ni kitu ambacho kiko katika damu. Tunasema number 7, factors in family home. Dysfunctional family. One or both parents are dysfunctional. Unakuta wazazi, labda wazazi wote wawili ama mmoja ni walemavu. Labda mzazi mwingine ni wa kusaidiwa huko nyumbani. Magonjwa, depression, psychological problems, physical, emotional or sexual abuse. Mambo kama hayo, yani ndio tunaita dysfunctional family, ama factors ambazo zinakuwa katika familia huwa zinachangia sana haya mambo ya rejection na mizizi. Unakuta mtu ni mzuri sana, number 1, kanywele kako huko, masomo imefika huko, lakini ndani yake kuna mizizi ya kukataliwa. Akianza kuishi maisha, ndio utajua kwamba ako na mizizi ya kukataliwa. Unakuta labda ameenda mpaka ameolewa, amepata mtoto wa kwanza na wa pili. Hawa watoto wakifika kiwango fulani, ndio utajua kwamba huko kuna mizizi. Unashindwa ni nini ambacho kimekula na hawa watoto. Bangi, drugs, tabia za kishetani, hata wapelekwe wapi na wapi, unakuta ziko. Kwa hivyo huyu msichana ama huyu mama hawezi jua kwamba ako na mbegu na roots na mizizi ya rejection. Lakini unaposikiza na unapojua mambo haya, ukianza kuangalia tabia zile, utajua kwamba kuna rejection katika hiyo familia. Mambo kama haya. Kwa sababu labda katika familia kuna mzazi hakuwa anajiweza. Kwa hivyo watoto walipokuwa wanaenda shule, wakiwa shule wako na huruma, wako na uchungu wa moyo. Kwetu unajua mama yetu hawezi kuja mkutano, yeye ni mlemavu, huwa anakaa nyumbani. Unajua mama yetu wako hivyo. Hivyo ni kujidharau. Huko kujidharau ni mizizi ya kukataliwa. Huwa kunaleta mizizi. Mtu kama huyo kuna mahali mnaweza enda na yeye,
Ukiruka laini yake, ukimwambia hebu nikubalishe niruke laini, alafu ukuje, anakasirika sana kwa sababu anaona unamkataa kwa sababu ya vile ako. Kuna kitu kilimwambia nyinyi hamstahili. Nyinyi ni watu walemavu, hata mama yenu ni walemavu. Sasa hana hayo mafikira, lakini ndani yake kuna mzizi wa kukataliwa. Hivyo unaweza kuwa unapatia watu chakula, unapowapatia usipomkumbuka ama ukimpita upatie watu wengine, na nikumruka tu kwa upole na kwa upendo, anakuangalia na shida kwamba ni mimi amepitisha sahani hata kusalimia miaka 5 na ndika sahani tu umepitisha, alafu utamletea yake hivyo tu peke yake. Huwa nafikiria ni nini? Rejection. Rejection ni hatari. Rejection ni hatari. Anaweza angusha kitabu, angusha kama hivi, angusha kitu, ukose kumshukulia, ama uchukue uwekele hapo, aone umeniwekelea na hiyo madharau yote, akasirike na akasirike na akasirike. Rejection ni kitu ambacho ni mizizi. Tunanena kuhusu mizizi. Haleluya. Hivyo. Kwa hivyo tunasema ya kwamba familia zinakuwa na hiyo mizizi kwa sababu labda unakuta kwingine kuna mme, kuna mke, lakini unakuta ya kwamba mme kuna vile anadhulumiwa na mke. Mme anakuwa wiki. Unakuta anaweza tukana mambo mabaya sana. Na ni mme. Watoto wakiwa hapo wanajidharau, wanasikia vibaya. Unakuta jambo lingine, wakati wazazi wanapigana, watoto wanakuta ya kwamba mzazi anapigwa, labda ni mama anapigwa. Watoto wakiwa usingizi huwa mara nyingi hawalali kwa sababu wanataka kusikiza kama mama yao anapigwa. Wakisikia tu wakiokea kidogo, wanafikiri sasa si hivyo wanaongea, tutasikia duru. Hiyo ni mizizi. Wacha nikwambie, hiyo ni mizizi mizito ya rejection. Watoto kama hawa, wacha nikwambie, hakuna chochote ambacho unafanya, lakini wakati mnapigana, wamama sisi tumeolewa, wakati unashindwa kusimama vizuri kila wakati na uko na watoto hapo, ni lazima kwako mpigane, ni lazima umdhulumu mume ama mke. Watoto huwa unawakwarusa vidonda za maisha. Vidonda vitaenda mpaka generations ambazo zinakuja. Huyo mtoto akiolewa ama akioa, unaweza kuta mtu ni mgonjwa pahali, ni mgonjwa ndio, lakini hawezi kukuambia ni mgonjwa. Hata nikae na mgonjwa wangu, mimi siwezi ambia mtu ni mgonjwa, anifanyie nini? Rejection. Roots of rejection. Naye huyu mwingine anakasirika na kwambia, unakaa ukiwa mgonjwa, huwezi hizi ni dawa hautumii. Yeye anasikia vizuri anapokasirisha watu wengine. Unakuta mtu wako na tabia kama hizo. Hizo sio tabia ambazo ziko juu, ziko na root. Ndipo sasa tunaangalia the root cause ya mambo kama hayo. Haleluya. Kwa hivyo tunaponena kuhusu familia, kama hamjui kukaa vizuri na mme na mke, tutoto huwa unatukwaruza mioyo, kuiharibu kabisa. Watakapoenda kwao na watoto wa watoto wao, huwa wanastuka, huwa wanafikiria. Unaweza kuta ya kwamba watu wanaweza jaribiwa na kajambo kadogo, unakuta hiyo familia imebreak yote, kwa sababu kwao walikuwa wamezoea hizo vita, kusturiwa, wamekuwa na guilty conscience ndani yao. Sisi hatustahili, sisi ni waovu. Sisi tukikuja, baba akikuja ni lazima atupige. Ni lazima apige mama. Unakuta wakati mwingine katika jamii, labda mama ni mgonjwa, lakini kwa sababu ya vile wamechukiana, hakuna mtu anauliza mwingine, hey, uko mgonjwa wapi? Kuja nikupeleke hospitali.
unakuta hakuna kitu kama hicho. Hakuna upendo. Wazazi hawana uwezo wa kuonyesha watoto upendo. Parents are not able to show love and give praise. Unajua kuna familia kama hizo. Wazazi hawana upendo mzazi hana upendo. Tazameni hapa niwaonyeshe kidogo. Unaweza kuta kitambo, sijui kama huko hivyo, mkipelekana na mzazi hivi, ugogwa na mawe, unagogwa hapa nyuma kichwa, unawaambia utakuwa ukiangalia chini. Unaenda ukiangalia juu na gani. Na ndiko umegogwa. Hamjalewa hivyo? Uliroraga iguru. Nikorathi ororete iguru na finywa. Na sasa hiyo kidonda kiko hapo. Kwa sababu mzazi hana upendo wa kupraise, hata hana praise. Hana kitu kama hicho. Lakini siku hizi mzazi mwenye ako na upendo, mtoto tu akigogwa kidogo, oh sorry. Nikuchukue nikubebe. Upendo. Uko namna gani? Venye mnaangalia na hiyo macho mapaya hivyo. Yeye ni watu wa aina gani? Mtoto amegogwa ameanguka, amka. Ulikuwa unaenda wapi? Ameanguka. Ogo tijaga kwa. Rejection. Mizizi mingi ya rejection ni sisi ambao tumesababisha katika jamii. Kwa hivyo kama uko hivyo, hata unastahili deliverance tutakuombea hapa. Hizo demons zitoke. Upate upendo. Upate love. Na ujue kupraise. Parent disharmony in marriage, divorce, separation, especially when child at 12 years. Hiyo mambo yote yanasababisha kuwe na uharibifu katika maisha ya watu. Tusome Matthew 12 verse 20. Biblia inasema, mwanzi uliotendeka hata uvuja. Mwanzi uliotendeka hata uvuja. Wala utabiri utokao moshi hata uzima. Hata ailetapo hukumu ikasita. Biblia inasema ya kwamba mtu kama huyo hapa ni kama kitu ambacho kinaisha. Yaani uko rejected hata ukiwa umekaa hapo chini. Unasikia ukikuja kanisa unasikia ni kama kujihurumia. Mimi ile shida ninakuwa nayo, sitakuwa na raha milele. Kuna watu wengi wanasema hivyo. Mimi sijui nilitokana wapi. Sijui kama hii itakuwa boma. Kuna mama wengi wanasema hivyo. Mimi hakuna wakati nitaitwa mwanadamu tena na nitoa na uko katika doa na nitoa yako. Biblia inasema mtu kama huyo kama utambi wenye umekatika, Mwenyezi Mungu hawezi kuacha. Mwenyezi Mungu bado ako na upendo, ako na uwezo wa kukusimamisha na uwake vizuri kama mtu ambaye alikuwa hajapitia mambo kama hayo. Kuna rejection ingine ambayo inakuwa hivi. Mzazi anakosa kuwaelekeza watoto katika kufanya kazi ambayo inayofaa. Yaani overprotective mother. Mtoto amelelewa, lakini jambo lolote mtoto huyo anaweza fanya anaambia usifanye, unajua huwezi, kama baba huwezi kufanya hiyo kitu, wacha nitakufanyia. Usiende kulima huko, wacha wale waende. Hilo jambo huwa linaleta madhara. Unajua huyo mtoto unafanya hivyo, siku ya kesho atakuwa baba wa watu, atakuwa mama wa watu. Tuko na wazazi kama hao kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu siku ya leo. Anaambia mtoto, you can't do that, I will do it for you. Mtoto wako class 7 ni kijana, sikizeni wapendwa. Akikuja jioni unaosha vyombo, alafu unaosha sakafu akiwa hapo. Akikwambia mama wacha nioshe, usifanye, nitaosha. Wacha mtoto aoshe hata kama atachukua masaa. Huyo ni baba wa watu na ni mama wa. Huwa inaleta rejection kwa sababu huyu mtu akienda kwake utakuta ni yule mtu wa kuwekelea miguu kwa meza na remote kila wakati.
jambo kidogo hivi hawezi fanya. Ukiwapatia ng'ombe, anaiuza kesho kwa sababu anashida ng'ombe ni nani afanyie ng'ombe kazi. Mzee anaachwa kwa nyumba, maziwa inamwagika ikiwa kwa jiko. Ni nyinyi tu tumetengeneza na sisi pamoja. Bwana asifiwe. Unataka kuosha nyumba? Utachukua muda mrefu sana. Wacha nioshe hapa, unachukua kuosha hapa ni dakika 2. Wacha nikwambie unakosea huyo mtoto. Haleluya. Kureni ugali. Wacha vyombo viwe na uchafu. Patia kijana wako wa miaka 4 mwambie osha pole pole. Haleluya. Wacha kijana achukue jembe aende akalime pale hata kama ni Saturday. Enda kwake kwa kitanda, usizoe kumtandikia kitanda hata kama amekoma akiwa na miaka 5, 6. Enda umuonyeshe mara ya kwanza vile kitanda inatandikwa, na siku ya pili unaenda unasimama hapo unamwambia tandika nione. Usiwe na haraka. Jipatie muda mtoto wako afanye kazi. Kuna watu kama wametesa watoto namna hiyo. Yaani ku overprotect mtoto. Kuna watoto wengi wameharibika. Kuna wengi sana. Akichukua msichana wa wenyewe pale, hata kuwa anafanya kazi yoyote, kazi yake ati ni karamu tu peke yake, na kuna kazi nyingi. Ukimleta hapa ukimwambia muinue hii speaker, hawezi inua, mpaka unashindwa sasa hawa ni vijana wa aina gani? Ni wanaume ama ni mikepe? Kuna watu kama hao tuko na ni wamama waliharibu na wazee. Huwezi kubali mtoto aoshe vyombo. Number 8. Problems caused by teachers or other classmates. Walimu huwa wanachangia sana kuwa na mizizi ya kukataliwa. Kwa dakika 2 nielezee hiyo kisha tuweze kusimama. Mwalimu anaweza haribu maisha ya mtoto. Tuko na walimu hapa wanashindwa sasa ni namna gani ninaweza haribu maisha ya mtoto. Unaweza haribu. Problems caused by teachers or other classmates. Hallelujah. Learning abilities, handicap, or slow learner. Teacher put students down that are not as gifted academically. Mzazi ama mwalimu, unaona darasa ikiwa hivi, unakuta mwalimu anasema ya kwamba nyinyi hebu rudini pale hii nyote. Fulani na fulani na fulani keti pale. Unajua nyinyi hakuna kitu mwa mnashika. Nitakuwa nikiwafundisha kwa masaa ya ziada. Mwalimu anaweza haribu maisha ya mtoto. Huyo mtoto nataka ufikirie hivi wewe ndani yako. Wewe ni katoto na hakika kabisa haujui kusoma. Haujui kushika kile mwalimu anakufundisha. Lakini mwalimu anakuja hapa anafundisha watoto wengine akiwa amefurahia, lakini anakwambia enda ukae kwa kile kiti ama urudi pande hii kwa sababu unajua kushika kwako ni kugumu sana. Huyo mtoto ama kama ni wewe unaona ukiwa pale ni lazima uone mimi niko na hukumu, ability yangu ya kushika elimu ni ya hali ya chini sana. Chini sana. Huyo mtoto huwezi jua ya kwamba kuna tumizizi unaachilia twa kujidharau. Kuna vile unaweza separate watoto kwa upendo, hata labda hauwaelezei kwa sababu ati mko pande hii kwa sababu hamjui nyinyi ni slow runners ama hamwezi kushika elimu haraka. Kuna vile unatenganisha watu kwa hekima. Bwana asifiwe. Kuwapatia majina mengine. Unakuta mtoto akiwa katika darasa kwa sababu hawezi shika chochote, unakuta amebandikwa kijina hapo, kichwa marenge. Wewe kichwa marenge wewe. Na anakuwa watoto wote wanakuwa kimuita kichwa marenge. Usipochunga ukiwa mwalimu, unajua unaharibu mzazi wa watu, baba wa watu na mama wa watu. Unaharibu hilo swali utajibu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu alikupatia watoto wakiwa hivyo wote. Wewe uwatengeneze. Bwana asifiwe.